Asante. CCM oye! Kusini Unguja oye! Kazi na utu. Nawashukuru Dr. Hussein Ali Mwinyi, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa Zanzibar na mgombea wa urais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Ndugu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Balozi Dr. Charles Migiro, naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi kwa upande wa Zanzibar ndugu yetu Dimwa, wajumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, wajumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kusini, waratibu au mratibu wa uchaguzi kwa upande huu wa Kusini ndugu yetu Zuberi Ali Maulid, viongozi mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake toka ngazi ya taifa hadi tulipo, Mama Fatma Karume, wenza wa viongozi mliopo nasi, wagombea wetu wa ubunge na ujumbe wa Baraza la Wawakilishi, wagombea wote wa Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya udiwani, ndugu zetu viongozi wa dini, wazee wetu wa mkoa wa Kusini na kwa mahsusi wazee wetu wa Makunduchi, vikundi mbalimbali vya burudani na hamasa mliopo nasi, ndugu wanahabari mlioambatana nasi, wana CCM na ndugu wananchi, assalamu alaikum. CCM oye! Mapinduzi! Mapinduzi! Vijana mapinduzi! Vijana sijawasikia, mnayalinda mapinduzi kwa sauti ndogo hivyo. Hebu tuende tena, mapinduzi! Haya, endeleeni. Haya, nawashukuru sana. Ndugu zangu, nianze na mimi kuongeza sauti yangu kwenye kumshukuru Mungu kwa neema na baraka zake zilizotuwezesha kutana hapa leo kiwanja cha nyumbani Makunduchi. Nimefurahi sana kuwaona ndugu zangu wa Kusini Unguja, na ninawashukuru sana kwa mapokezi makubwa sana na kwa kujitokeza kwa wingi namna hii. Asanteni sana. Na upongeza uongozi wa ofisi kuu, uongozi wa mkoa na wilaya zote za Zanzibar, lakini hasa hapa tulipo, na wote mlioshirikiana nao kwa maandalizi mazuri ya mkutano huu. Nitumie fursa hii pia kumpongeza sana ndugu yetu Dr. Hussein Ali Mwinyi, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar na mgombea wa urais wa Zanzibar kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, pamoja na viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar kwa kuzindua kampeni kwa kishindo kikubwa Jumamosi iliyopita. Hongereni sana. Kwa kweli nimeona kampeni zimeanza vizuri sana. Kama ilivyo kule bara, huku Zanzibar nako mmeamua kuzima zote na kuwasha. Hongereni sana. Ndugu wananchi, mniruhusu niongeze pongezi zangu nyingi tena kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi pamoja na serikali ya Zanzibar kwa kazi kubwa ambayo imefanyika Zanzibar na kwa kutekeleza kwa mafanikio makubwa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2020 mpaka 2025. Sote hapa ni mashahidi wa kazi kubwa iliyofanyika kwenye kila sekta kama ilivyoelezwa hapa na wengine walionitangulia. Nakumbuka ndugu zangu, siku za nyuma kidogo, Dr. Hussein alibandikwa jina la mzee wa mabati, lakini wakati ule kulikuwa kuna ujenzi wa mahospitali, maskuli, masoko
majumba ya kuishi, mahakama, mambo chungu mzima yalikuwa yanajengwa. Sasa kwa sehemu kubwa mabati yale yameondoka na tumeona kilichotokea. Badili ya mabati mkasi ulifanyaje? Mkasi ulifanyaje? Mkasi uliongea. Na mimi ni shahidi, nilikuja kuongelesha mkasi kule kisiwani kwenye lile hoteli kubwa la kifahari. Nilikuja kuongelesha mkasi. Kwa nami nilikuwa shahidi pia. Mkasi uliongea. Kila mmoja alijionea kazi kubwa iliyofanyika hapa Zanzibar. Waswahili wanasema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake. Sasa Dr. Mwinyi, mimi niseme msimnyonge, kwa sababu si mnyonge, msimnyonge, lakini haki yake apewe na maua yake apewe, si ndio? Dr. Mwinyi oye! Zanzibar oye! Hongereni sana na hongera sana mheshimiwa. Kwa kweli ni jukumu la wagombea wote sasa, wanaogombea ubunge, wanaogombea ujumbe wa baraza la wakilishi, hata madiwani, kupita kueleza yale yote yaliyotendeka, watu wayajue na waamue kuchagua Chama cha Mapinduzi kutokana na kwamba Chama cha Mapinduzi ndicho kinacholeta maendeleo. CCM oye! Kwa hiyo ndugu zangu, wagombea ubunge, wagombea uwakilishi na madiwani, mna kazi ya kufanya. Naposema mtakwenda nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, hiyo ndio kazi ya kwenda kufanya, kueleza yaliyofanyika na kuomba kura kwa Chama cha Mapinduzi. Ndugu wananchi, tunapozungumzia mafanikio yanayotokana na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi hapa Zanzibar, hali ilivyo ndivyo ilivyo kote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana tumejiamini na tumepata ujasiri wa kurudi tena kwenu ndugu wananchi, na kuomba ridhaa na dhamana ya kuiongoza nchi yetu kwa miaka mingine mitano ili tuipeleke kwenye mafanikio makubwa zaidi. Chama cha Mapinduzi tumeweza, tumefanya, tuliahidi, tukatekeleza. Tunaahidi makubwa zaidi, nataka niwaambie tutatekeleza. Tunajiamini na tuna kila sababu ya kuja kwenu kwa ujasiri kabisa kuambia tunaweza, tupeni, tutatekeleza. Mambo ambayo CCM imejipanga kuyafanya kwa miaka mitano ijayo kwa upande wa Zanzibar yapo kwenye ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025-2030. Na pia yalielezwa vizuri na mgombea wa nafasi ya urais ndugu yetu Hussein Ali Mwinyi wakati wa uzinduzi wa kampeni za CCM hapa Zanzibar tarehe 13 Septemba mwaka huu. Na wagombea wetu wa ubunge na udiwani kama nilivyosema watapita kuzieleza ahadi hizo katika siku takriban 45 za kampeni. CCM oye! Ndugu wananchi, nami mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mgombea mwenza ndugu Emmanuel Nchimbi, tangu tuzindue kampeni zetu tarehe 28 Agosti mwaka huu, tumeendelea kupita maeneo mbalimbali ya Tanzania kukutana na wananchi, kuelezea mipango yetu na kuwaomba kura katika uchaguzi mkuu ujao. Sasa ni zamu ya Zanzibar. Nimekuja huku Zanzibar pia kuomba kura zenu. Wanasema sadaka huanza nyumbani, si ndio? Lakini na baraka zinapatikana wapi? Nyumbani. Na ndio maana nimeamua kuanza na uwanja wa nyumbani. Nimekuja Makunduchi, uwanja huu wakajengwa, kuomba baraka za nyumbani. Kwa hiyo nimeanza na uwanja wa nyumbani, naomba baraka za nyumbani ili niweze kuendelea kufanya yale yanayonikabili miaka mitano ijayo. Nilipokwenda nilirudi na kuja kuomba baraka, na ninawashukuru sana wazee wangu wa mkoa wa Kusini na nyumbani hapa walinipa baraka
na baraka zile zimenisaidia kufanya vizuri sana. Leo nimerudi tena kuomba baraka. Nazunguka Tanzania kuomba niaminiwe tena ili nikafanye makubwa zaidi ya yaliyopita. Ndugu zangu, kama nilivyokwishaeleza, mafanikio mengi yamepatikana tangu mwaka 2020 na muhimu zaidi ni yale ambayo tumeyatekeleza kwa ushirikiano kati ya serikali zetu mbili, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kabla sikuyataja mafanikio hayo, naomba mniruhusu niseme machache sana kuhusu muungano. Kwanza, jambo la kujivunia ni kwamba tumeweza kuenzi kazi kubwa ya walioifanya waasisi wa muungano wetu, baba zetu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Amani Abeid Karume. Tangu mwaka 64 tumeweza kuenzi muungano wetu. Mafungamano kati ya pande zetu mbili yameendelea kukua, yamekuwa kifamilia, yamekuwa kijamii, yamekuwa kibiashara na yamekuwa kiuchumi, mbali kisiasa, ambao ndio ulikuwa msingi wa muungano wetu. Tumeweza kuukuza katika nyanja zote hizo. Naweza kusema sasa umekuwa muungano wa udugu wa damu zaidi kuliko vigezo vingine vyote. Pamoja na muungano wetu tumeweza kulinda uhuru na mapinduzi matukufu ya Zanzibar, na hali kadhalika kudumisha umoja, amani na utulivu nchini. Hizi ndizo tunu kuu na za msingi kwa maendeleo ya taifa letu, na hizi niwaambie tutazilinda kwa bidii zetu zote, kwa bidii kubwa. Tunakwenda kulinda tunu ya muungano, amani, utulivu na amani ndani ya nchi yetu. Sifa hizi ndizo zimejenga taifa la Tanzania na utambulisho wa kipekee kikanda na kimataifa. Imekuza uhusiano wetu wa kidiplomasia na kutufanya kuwa mbia muhimu sana na wa kutegemewa duniani. Na hii imefungua milango ya ushirikiano na fursa zaidi kwa Watanzania. Sasa hivi Watanzania huko duniani tunatembea kifua mbele. Kitaja Tanzania mtu anakuuliza Mama Samia, ndiyo, taifa linajulikana. Hivyo basi, katika jitihada za kuhifadhi urithi na kujenga uelewa wa muungano kwa vizazi vya sasa na vijavyo, tunakoendelea mbele na mkitupa ridhaa ya kuendesha nchi hii, tunakwenda kuanzisha kituo cha kumbukumbu na nyaraka za muungano wa Tanzania, wa Tanganyika na Zanzibar, muungano wa Tanzania, ili iwe ndio kituo ambacho vijana wetu na watu wote wanaotoka nje waingie, wasome na wajue muungano wetu una maana gani, umeanzaje na tunauendeleza vipi. Muungano oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania oye! Ndugu zangu, jengine ambalo nataka nizungumze nanyi leo ni swala la utulivu wa kisiasa na amani ya nchi yetu. Tunaingia kipindi cha uchaguzi. Mwanzo nilipokuja kujitambulisha, ahadi kubwa niliyoitoa ni kuifanya Tanzania iwe na amani na utulivu. Na nilipotembelea kisiwa cha Pemba, kubwa waliloniomba wazee wa Pemba kufanya uchaguzi kwa amani na utulivu. Na hili ndilo nalotaka nilitilie mkazo. Tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu kwenye nchi yetu. Ninawaomba sana twende tudumishe amani na utulivu. Uchaguzi si vita, uchaguzi ni tendo la kidemokrasia. Ni watu kwenda kwa utaratibu uliowekwa, kuweka kura zetu, rudi nyumbani, katulie, ili nchi ibaki salama. Sasa si muda wote kushika silaha kunaleta suluhisho. Si muda wote. Muda wote kushika silaha yoyote
iwe ya moto, iwe ile ya kimila na kijadi, hakuleti suluhisho la maana. Niwaombe sana ndugu zangu wote wanaotusikiliza, amani na utulivu wa nchi yetu ni jambo la muhimu zaidi kuliko mengine yote, na hasa wakati huu wa uchaguzi. Nataka niwatoe hofu ndugu zangu wa Zanzibar na wa Tanzania kwa ujumla kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vile vya Zanzibar vimejipanga vyema kulinda nchi yetu. Sasa hutaki kishindo, kapige kura, rudi nyumbani, tulia. Tumejipanga vyema. Kwa hiyo nisisitize suala la amani na utulivu. Ndugu zangu, nilikuwa nawasikiliza vizuri wabunge na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi walipokuwa wakisema, na nilikuwa nasubiri kusikia changamoto ambazo watazileta kwetu. Kwa bahati nzuri, neno kubwa walilotumia ni lile lile, hawatudai. Hawanidai mimi, hawamdai Rais Mwinyi, na wako tayari kutupa nafasi nyingine ili tuende mbele, tuwafanyie makubwa zaidi. Kwa hiyo hili na mimi nashukuru sana. Maendeleo ndugu zangu ni hatua. Tunaanza hatua ya kwanza, tunatekeleza tulipofikia, na hatua zitakuwa zinakwenda, na hakuna awamu inayomaliza maendeleo tukasema hapa tumefikia mwisho, hatuhitaji chengine. Hakuna. Tutafanya vile tutakavyojaliwa na Mungu, tutatoka na wengine watakuja kuendeleza yale ambayo sisi hatukuyamaliza. Na kwa kuwa wanadamu wa Tanzania, wa Zanzibari, tunazaana na tunakuwa, mahitaji wakati wote yapo, na kila awamu ni wajibu kutumikia mahitaji hayo ya wananchi. Kwa hiyo tunawashukuru sana sana kwa ushirikiano mkubwa mliotupa Watanzania wote miaka 5 iliyopita, na ukatuwezesha kufanya mazuri na makubwa tuliyoyafanya. Ushirikiano huo tunaoomba mbele tunapokwenda, ili tukafanye mazuri zaidi. Baada ya kusema hayo, sasa nifanye ile kazi ambayo imetuleta hapa, nayo ni kuomba kura zenu kwa Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu ujao. Ndugu zangu, kauli mbiu yetu kwenye uchaguzi inasema kazi na utu. Sijasikia. Kazi na utu. Kazi na utu, tunasonga mbele. Chama cha Mapinduzi tunakuja kwenu kuwaomba mtupe kazi, tufanye kazi, tujenge utu wenu, tujenge utu wa Mtanzania ili tusonge mbele. Lengo letu ni kuwatumikia Watanzania, kujenga utu wao na kujenga taswira ya taifa letu ili tusonge mbele. Kwa hiyo tumekuja kwenu kuomba kazi ili tukajenge utu wa Mtanzania. Hivyo basi niombe kura sasa. Kwanza kwangu mimi mwenyewe, mgombea wa uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, naitwa Samia Suluhu Hassan. Na kwa Zanzibar nimeanza kuombea uwanja wa nyumbani. Lakini pili, ni muombee mgombea wa rais wa Zanzibar, ndugu yetu Hussein Ali Mwinyi. Mumpe kura zote ili tujenge kwa pamoja, tujenge Tanzania. Tumefanya mengi kwa pamoja ambayo yametuwezesha leo Tanzania, Zanzibar kuonekana kwamba jambo limefanyika. Tumefanya yote kwa pamoja. Ni waahidi tutaendelea kushirikiana. Tutashirikiana kujenga yale mengine mazuri tuliyoyapanga kwenye ilani yetu. Lakini pia ni waombee kura wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili waje bungeni kunisaidia kazi. Vile vile wajumbe wa Baraza la Wawakilishi ili wakamsaidie kazi Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Pamoja na hao,
tuna madiwani wa Chama cha Mapinduzi, na nadhani ni hao hapa mbele wamepangwa, angalau wa jimbo hili la Makunduchi wako hapa mbele wamepangwa. Kwa hiyo madiwani wote wa Zanzibar watakao simama kwa Chama cha Mapinduzi, naomba muwape kura zenu ili tushirikiane mafiga matatu, maraisi, wabunge, wajumbe wa baraza la wawakilishi na madiwani, tuijenge Tanzania. Nimuombe Mwenyezi Mungu atujalie uhai, uzima na furaha. Ifikapo tarehe 29 mwezi ujao, kila mmoja wetu na viongozi wa Chama cha Mapinduzi mko hapa wa ngazi zote, muhakikishe kila aliyeandikishwa kwenye daftari kama yuhai na mzima aende akapige kura, kwa sababu tunakuja wingi sana kwenye viwanja. Haipendezi kuwa wachache kwenye maboksi. Tutoke tukapige kura wote ifikapo tarehe 29. CCM oye! Tanzania oye! Sasa naomba mniruhusu nigawe ilani za Chama cha Mapinduzi kwa wabunge na wajumbe wa baraza la wawakilishi. Nadhani madiwani wana ilani zao mkononi. Wanazo ilani zao mkononi. Na ilani hizi ziko za aina mbili. Mwaka huu tumefanya mambo kidogo. Kuna ilani ya kitaifa, kitabu chembamba tu hivi, sio peji nyingi, hakichoshi kusoma. Lakini tukaenda mbali zaidi, tukafanya ilani za kimikoa. Sasa madiwani hawa wana ilani ya mkoa wa Kusini, ambao mkiangalia kila jimbo la wilaya la mkoa wa Kusini limo kwenye kitabu hiko, yaliyofanywa na tutakayo kwenda kuyafanya. Sasa naomba mniruhusu niwagaie wabunge na wajumbe wa baraza la wawakilishi. Wagombea wetu wanapokea ilani za uchaguzi ambazo ni mkataba wa wananchi na Chama cha Mapinduzi kwa miaka 5. Hivyo wagombea ubunge na uwakilishi wanapokea kwa niaba ya wananchi.